Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 10, linganisha andiko kwa andiko, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Isaya 20 mstari wa 10. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, umetuamsha salama. Sifa na shukrani tunarudisha kwako. Tunaomba katufundishe yale maandiko yako matakatifu, na baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Tunashukuru sana kwamba tunalo neno imara la unabii, kiasi kwamba hakuna hata mmoja wetu anayepaswa kudanganywa. Tunajua kwamba kuna uzushi na hadithi za kutunga katika ulimwengu wetu wakati huu, na tunataka kujua ukweli ni nini. Ni juu yetu sisi kuchunguza wenyewe kwa uangalifu ili tuweze kupata maarifa haya. Hatuwezi kufanya hivi kwa usomaji wa juu tu wa maandiko, bali ni lazima tulinganishe andiko kwa andiko. Ni lazima tuyachunguze wenyewe maandiko ili tusije tukapotoshwa. Na ingawa wengi wanaweza kupotoshwa kwa sababu kuna kila aina ya mafundisho katika ulimwengu wetu, kuna ukweli mmoja tu. Wengi wanaweza kukujia na kukuambia kuwa wanao ukweli, lakini ni fursa yako kuyachunguza maandiko wewe mwenyewe. Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tunalazimika kuyajua maandiko sisi wenyewe ili kwamba tuweze kuelewa sababu ya ukweli wa tumaini lililoko ndani yetu. Mtume anatuambia kwamba tunapaswa kumjibu kila mtu atuulizaye sababu ya tumaini lile lililopo ndani yetu kwa upole na kwa hofu. Kufafanusha maneno yako kwa tia nuru na kumfahamisha mjinga. Haitoshi kusoma kwa juu tu, lakini lazima neno la Mungu lizame moyoni mwetu na ndani ya uelewa wetu, ili kwamba tuweze kuthibitishwa katika ukweli wenye baraka. Ikiwa tungepuuza kuyachunguza maandiko sisi wenyewe ili tuweze kujua ukweli ni nini, basi ikiwa tutapotoshwa, tunawajibika kwa hilo. Lazima tuyachunguze maandiko kwa uangalifu ili kwamba tuweze kujua kila sharti ambalo Bwana ametupatia. Na ikiwa tuna akili zenye uwezo mdogo kwa kulichunguza neno la Mungu kwa bidii, tunaweza kuwa hodari katika maandiko na kuyafafanua kwa wengine. Ikiwa umethibitishwa katika maandiko, utahisi wajibu na utayachunguza maandiko kwa ajili yako wewe mwenyewe, ili kwamba uweze kuwa msaada kwa wengine. Sasa, makanisa madogo, japokuwa yanaweza kuwa machache, yanaweza kuwa na nguvu kwa ajili ya ukweli. Kila mmoja anapaswa kuhisi kwamba wajibu muhimu juu yake ili kujenga kanisa lake dogo katika kuwa na imani takatifu ya juu. Ukweli kwamba yako machache tu unapaswa kumfanya kila mshiriki atafute kwa bidii sana uhusiano ulio hai na Mungu, kwa sababu kutoa ukweli kwa wale walio karibu nawe kunategemea sana mvuto unaouonesha. Kristo alisema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo lazima muweke kila juhudi ili kuruhusu nuru hiyo iangaze. Njia pekee ya wewe kujua kwamba unayo nuru ya kweli kutoka mbinguni ni kwa kuilinganisha nuru uliyoipokea na maandiko.
maneno yaliyotolewa kwa Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa maana kuna kazi kubwa mbele yako. Utasoma katika The Review and Herald la Aprili 3, 1888. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 10. Linganisha andiko kwa andiko. Na tuombe. Asante Baba kwa masomo haya. Tunajikabidhi kwako siku ya leo. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja